Je, umewahi kuota ndoto inayokurudia tena na tena? Ndoto inayokukosesha usingizi? Ndoto inayokuambia kuna kitu kikubwa kinakusubiri, lakini hujui uanze wapi? Na kama ndoto hiyo ingehitaji uache kila kitu ulichozoea, je, ungekuwa jasiri wa kuifuata? Hii ndiyo hadithi ya Santiago. Santiago alikuwa kijana mchungaji kutoka Andalusia, Hispania. Hakuwa tajiri, hakuwa mashuhuri, lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho wengi hawana: ndoto. Kila mara alipolala chini ya mti wa mkuyu uliokuwa umeota kwenye magofu ya kanisa la zamani, aliota ndoto ile ile. Ndoto ya mtoto aliyemwambia, ukienda Misri, chini ya mapiramidi utapata hazina. Mwanzoni alipuuzia, lakini ndoto ilirudi na ikarudi tena. Ndipo akaamua kuuliza maana yake. Alienda kwa mwanamke wa Kizigene. Alidhani atacheka, lakini badala yake mwanamke huyo alimwambia, ndoto yako ni ya kweli, nenda Misri. Hapo ndipo hofu ilipoingia, kwa sababu ndoto zinapokuwa za kweli zinahitaji ujasiri. Siku hiyo hiyo Santiago alikutana na mzee wa ajabu. Alijiita Melkizedeki, mfalme wa Salemu. Mzee huyo alimwambia jambo moja lililobadilisha maisha yake. Kila mtu ana personal legend yake, ndoto ambayo alizaliwa kuitimiza. Lakini watu wengi huiogopa. Wanaogopa kuacha usalama, wanaogopa kuanza upya. Melkizedeki akamwambia Santiago, ukipenda kitu kwa dhati, ulimwengu wote huungana kukusaidia. Maneno hayo yakamchoma moyo. Santiago akauza kondoo wake wote, akaacha maisha aliyoyazoea, akaelekea Tangia, Afrika Kaskazini. Lakini maisha hayampi mtu zawadi bila mtihani. Siku chache tu baada ya kufika, akaibiwa kila kitu. Pesa zikaisha, ndoto ikaonekana ni upuuzi. Alibaki peke yake, nchi ya ugenini. Hapo ndipo watu wengi huacha ndoto zao, lakini si Santiago. Alipata kazi kwa mfanyabiashara wa vioo. Mzee huyo alikuwa mwangalifu kupita kiasi. Aliogopa mabadiliko. Santiago alimfundisha kuchukua hatari ndogo ndogo, kuuza chai kwenye vioo, kupanga bidhaa vizuri. Ndani ya mwaka mmoja tu, biashara ikakua. Santiago akawa tajiri. Lakini sasa kulikuwa na swali moja gumu: arudi Hispania akaishi vizuri, au aendelee kufuata ndoto yake? Ndoto haikumwacha. Akaungana na msafara kuvuka jangwa la Sahara kuelekea Misri. Huko akakutana na Mwingereza aliyekuwa anajifunza alchemy. Kutoka kwake akajifunza kuwa dhahabu si chuma tu, ni ishara ya ukamilifu wa nafsi. Alchemy ya kweli ni kujibadilisha wewe mwenyewe. Walipofika kwenye oasis ya Al-Fayum, vita vya kikabila vilizuia safari kuendelea. Hapo ndipo Santiago alipokutana na Fatima, upendo wa kweli, upendo uliompa sababu ya kubaki. Lakini ndoto ilimuita tena. Siku moja Santiago akaona ishara, maono ya shambulio kwenye oasis. Akawaonya viongozi. Shambulio likazuiwa. Na hapo ndipo alchemist wa kweli alipojitokeza, mtu aliyeishi zaidi ya miaka 200. Akamwambia Santiago, usiongoke kuendelea. Upendo wa kweli hausimamishi ndoto, unaimaliza. Wakaendelea pamoja kuelekea mapiramidi. Njiani wakakamatwa na wanajeshi wa jangwani. Alchemist akawapa pesa zote za Santiago. Kisha akasema, baada ya siku 3, kijana huyu atageuka upepo. Hofu ikamvaa Santiago. Hakuwa anajua vipi mtu anageuka upepo. Kwa siku 3 alisikiliza jangwa, upepo, jua. Akaomba kwa Muumba. Na siku ya 3 dhoruba kubwa ikatokea. Santiago akapotea. Akatokea upande mwingine wa kambi. Wanajeshi wakatetemeka, wakaachia. Walipofika karibu na mapiramidi, Alchemist akamwacha Santiago. Akamgeuza risasi kuwa dhahabu. Akamwambia, sasa unajua. Santiago akaanza kuchimba chini ya mapiramidi, lakini akapigwa na kuachwa. Mmoja wa wale watu akamwambia kwa dhihaka, mimi pia niliwahi kuota ndoto ya hazina chini ya mti wa mkuyu kwenye kanisa la zamani Hispania. Ndipo Santiago alielewa. Hazina haikuwa Misri, ilikuwa pale alipoanzia. Alirudi Hispania, alichimba chini ya mti ule ule, akakuta dhahabu na vito. Lakini hazina kubwa haikuwa fedha, ilikuwa safari. Na sasa angeenda kumchukua Fatima,
kwa sababu ndoto ya kweli huanza moyoni, lakini hukamilika kwa ujasiri.